ni dhamana, lakini pia ni mtihani. Cheo, madaraka ni tunu, ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni dhamana, lakini pia ni mtihani. Waweza kuwa na madaraka ima katika kitongoji kama vile mwenyekiti, diwani na kadhalika. Waweza kuwa na madaraka ya kijimbo, wilaya, mkoa, taifa, lakini waweza kuwa na madaraka kiongozi katika taasisi fulani, katika msikiti fulani. Kinachofuata ni kujiongoza kwa kujua kwamba hii kwangu ni tunu imetoka kwa Allah. Yatakiwa niishi nikimuonesha Allah nimeipokea tunu yake kwangu. Allah, umenitunuku kuwa ndiyo mwenyekiti wa kitongoji, umenitunuku kuwa mimi ndiyo mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa Masjidu Irshadi Tandika Chihota. Watakiwa uoneshe kwamba umeridhia teuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala moja, na umuoneshe Allah subhanahu wa ta'ala, najua kwamba hili nililolipata ni tunu kutoka kwako ulioipitisha katika akili, katika nyoyo, katika ndimi za waja wako waniteue mimi, lakini ni maamuzi kutoka mbinguni. Lakini pili, ujue kuwa ni dhamana. Waliokuchagua ama kukuteua, maana inawezekana nafasi ikapatikana kwa uchaguzi ama ikapatikana kwa uteuzi. Sasa itakavyokuwa, ulichaguliwa ama uliteuliwa, ni dhamana. Una deni siku yoyote. Ujue watu wale waliyekupa nafasi hiyo wanataka waone kwamba tuliyempa ni mtu mwenye akili timamu, dhamana kaipokea. Kwa hivi basi, unatakiwa uwatendee yale ambayo waliyataraji, walau kwa 70% mpaka 80%. Hata kama ukubahatika kufika 100%, na ni jambo ambalo muhali kwenye dhamana ya nafasi mtu akatenda kwa 100%, ni muhali. Kuna ubinadamu, kuna basi walau kwa 70-80% dhamana hiyo uitendee. Na ndiyo tarajio la wanadamu katika sekta yote, kimichezo, kijamii, kisiasa, kidini, kiuchumi, wama ila dhalika. Nafasi uliipata kwenye nafasi gani? Uliipata kwenye jamii, uliipata kisiasa, uliipata katika idara ya uchumi, lakini uliipata katika dini. Almuhimu madaraka, cheo. Lakini tatu, unatakiwa usogee mbali zaidi, uone haya ni majaribu. Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kunijaribu. Katika jumla ya majaribu yake, moja wapo ni hili la kunipa nafasi. Je, nafasi hii nitamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa makini, ama nafasi hii nitaitumia vibaya? Ni majaribu kwako. Hivi basi, unajijengaje katika kucheza katika kona tatu zote? Kuwa ni tunu, kuwa ni dhamana, kuwa ni mtihani. Wanadamu katika maisha yao, announcement imetoka alami, tangazo la dunia kuhusiana na neno
madaraka. Qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir. Ni tangazo alami, ni tangazo la kidunia. Anapewa katika tangazo hili Rasuluna Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, awaambie watu, sema waambie watu wako, wafuasi wako, ewe Mwenyezi Mungu, ewe uliye mfalme wa wafalme, mtawala wa watawala, yani vyovyote utakavyokuwa, mwisho wa siku utakaa ndani ya mabano malikin nas. Wewe ni malik, lakini ndani ya malik kuna malik, ndiyo mtawala pekee, mtawala wa mwisho wa watu wote kwa nafasi zao. Sasa Mwenyezi Mungu, tu'til mulka man tasha, unampa uongozi, utawala yule ambaye wamtaka mwenyewe kwa namna anayoijua. Lakini pia watuizu man tasha, unampa heshima. Inawezekana mtu ikawa hana cheo chochote katika jamii, lakini Mwenyezi Mungu anagawa utukufu na heshima kwa anayemtaka, ima kupitia cheo alicho nacho, ima kupitia jambo fulani ambalo mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalal ataliweka kwa huyo, ikiwa ni nembo ya heshima yake na utukufu wake, busara zake, elimu yake, ukweli wake, wa ila akhiri. Lakini pia Allah, watudhillu man tasha, unamporomosha, unamshusha, unampa udhalili yule umtakaye. Na haya yote biyadika alkhair, katika utawala wako, ndani ya utawala wako ndiyo kuna kheri zote, ndani ya falme ya Allah. Kwa nini? Aka'allil innaka ala kulli shay'in qadir. Hii ndiyo illa, ndiyo sababu wewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila kitu tukijuacho na tusichokijua, wewe ndiyo muweza katika hilo. Mwanadamu katika maisha yake anatakiwa aishi akilijua hilo, anayetoa nafasi ni Allah. Sasa ukishalijua hilo, utasema hii ni tunu kwangu, hii ni dhamana kwangu, huu ni mtihani kwangu, baada ya kulijua nani mtoa nafasi. Wanadamu wana tabia ya kusafiria nyota za wengine, kwa kuwa fulani na muweza, kwa kuwa fulani hodari wa kusikiliza watu, anaweza kutengeneza jambo lake akalipeleka na kulielekeza kwako kama kiongozi. Ala sabili mithali, wewe ni imamu, kagombana na mtu, anakuja anakuambia, imamu bwana, muda mrefu hamjazungumzia jambo fulani. Kumbe hilo analilenga kwa maslahi yake kwa fulani. Kwa hiyo imamu ataingia kichwa bila ya kuchuja, atasimama katika membar, kumbe anazungumzia ugomvi wa fulani na fulani, yule aliyemtaka imamu kusema, ima kwa sababu wana pesa, kwa sababu imamu hatafakari, kwa kuwa kaambiwa sema hili, anakurupuka na yeye anakwenda kusema, kumbe anakwenda kuchochea moto fulani, au anakwenda kumwekea hali ya hatari bwana fulani. Ukiwa na nafasi, imamu, khatibu, ila akhiri, kuwa makini nani anakuletea jambo, ili uweze kujua analileta kwa malengo gani. Umakini unahitajika. Allah katika 113 Hud, katika aya 113 Hud, Allah akasema, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru
Msiwakumbatie wale ambao wameyadhulumu na kuyachafua maisha yao, na pengine wako tayari kuharibu mambo ya wengine. Hawa msiwakumbatie, hawa msiwaegemee. Tatizo hilo nini kinatokea? Fatamassakumun naru, itakuwa sababu ya nini? Moto kuwahusu. Kitendo cha kuwa nani unakuwa naye karibu, unasikiliza ushauri wake na maneno yake, lakini anakuchochea na wewe unakubaliana, unatakiwa ujue huyu nani na ana lengo gani na ni mtu wa namna gani. A, kijamii; B, kidini, kisiasa. Wengine wana maslahi ya kisiasa, wanakuletea maneno msikitini na wewe unakurupuka, kumbe wana maslahi fulani ya kisiasa. Hili litawaharibu. Safari aliyoitumia Mwenyezi Mungu ni kubwa mno, kumtaka mwanadamu wasafirishe akili. Alichokisema fatamassakumun naru, moto utawahusu. Sasa hapa katikati safirisha akili. Ikiwa kwa kuwakumbatia watu wa hovyo itakuwa sababu ya moto kukuhusu, maana yake ni lazima utaharibikiwa pia katika dunia. Hauwezi kuhusika na moto alafu mambo yako yakawa sawa, litakuwa tatizo hapa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nafasi zetu na mambo mengine, Allah anatutaka umakini mkubwa. Nani anatuambia tupokea? Nani twamtengeneza kuwa mwenza? Nani tunamsogeza kuwa mshauri? Hawa imma watuweke katika mazingira mazuri, hawa imma waje watuharibie maisha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.